الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأرشده إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المرسلين الذي جاءنا بكتابك الشمس في ضحاها وبسنته كالقمر إذا تلاها، من تمسك بهما عاشا في النور كالنهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ضلا في الظلمات كالليل إذا يغشاها. وعلى آله وصحبته ومن والاه، وبعد. إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن للمتقين مفازا. Ndugu Waislamu, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika wamefaulu wacha Mungu. Mada ya hutuba ya leo inasema subra na uvumilivu katika maisha ya ndoa. Ahbaba Rasulillah, Allah tabaraka wa taala ametuamrisha ndani ya Qur'ani kuwa na subra na uvumilivu katika kila kipengele cha maisha yetu, na kutokana na umuhimu wa subra katika maisha ya mwanadamu, Allah akajiweka pamoja na wenye kuwa na subra. Allah anasema inna Allaha ma'a sabirin, Allah yuko pamoja na wenye kuvumilia. Leo subra tunaichukua kuipeleka katika ndoa. Kwa nini? Tunawataka wanandoa wawe na subra na uvumilivu katika maisha yao ya ndoa. Sababu ziko nyingi, lakini mimbari ya MUM leo hii itatupatia sababu mbili. Sababu ya kwanza, wanandoa wafahamu ya kwamba moja miongoni mwa mikataba mizito ambayo wanadamu wameisaini ni mkataba wa ndoa. Ukimkuta mtu akakwambia nimeoa, niko na mke, ufahamu amebeba mkataba mzito wa ndoa. Allah analithibitisha hilo kwa kusema wa akhadhna minkum mithakan ghalidha, wanawake wakachukua kutoka kwenu wanaume mkataba ulio mzito. Ukimkuta mwanandoa lazima umwekee saluti, amebeba mkataba mzito ambao Qur'ani umeuthibitisha. Hii ni moja miongoni mwa sababu zinazowataka wanandoa kuwa na subira na uvumilivu wa hali ya juu. Sababu ya pili na ya mwisho ambayo itakwenda kutufungia hutuba ya Ijumaa ya leo, vitimbi vya wanawake ni vikubwa. Ikhwatal iman, unapokuwa katika ndoa lazima ufahamu Allah tabaraka wa taala amewasifu wanawake kwa sifa ya ubora wa vitimbi vyao kuwa vizito. Allah analithibitisha hilo katika Qur'ani kwa kusema inna kaidahunna adhim, vitimbi vya wanawake ni vikubwa. Kutokana na ukubwa wa vitimbi vya wanawake, ni lazima baba viruwasha kuzidisha subira na uvumilivu. Kinyume chake, kila siku utaoa ukiacha, mpaka mashekhe watachoka kukufungisha ndoa. Ahbaba Rasulillah, vitimbi vya wanawake ambao tuko nao majumbani si tu kwamba vinatuathiri sisi vijana wa 2000, hata manabii na wao cha moto walikiona. Muangalie Mtume Muhammadin
sallallahu alayhi wasallam. Amefika nyumbani, amefanyiwa vitimbi mpaka akataka kuharamisha vitu walivyohalalishiwa. Qur'ani inakuja inamuita kwa cheo chake, ya ayuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak. Ewe mtume, kwa nini unataka kuharamisha vitu ambavyo Allah amekuhalalishia? Tabtaghi maradhata azwajika, hivi unafanya haya kutafuta radhi za wake zako? Huyo ni mtume wa Allah, anafika hatua vitimbi vya wake zake anakwenda kuyaharamisha yaliyohalalishwa na Allah. Chukua hili lilete katika ndoa zetu. Kuna watu vyumba wanalipa kodi wenyewe. Wallahi, kuna siku mke atawatia, anakwambia katafute kwa kulala. Unarudi hapa saa 3 usiku ndo unatoka kazini. Kazi gani wewe ambao ni ya malaika haina muda? Sabran, inna Allaha ma'as sabirin. Huyu ni mtume wa Allah, kapigwa vibano na wake zake mpaka anaona mama Kiruwasha anakuja juu, hebu ngoja nifanye matakwa yake. Kama haitoshi, tuangalie baadhi ya maswahaba waliopata nafasi ya kuoa mabinti wa mitume, na wao cha moto walikiona. Mwangalie Saidina Ali radhiyallahu anhu, amemuoa Fatima binti Rasulillah. Ameingia nyumbani, mama Fatima kakwenda kwenye sifa ya Qur'ani, akaanza timbwiri lake mule ndani hamukaliki. Ali bin Abi Talib kwa lugha ya leo akakimbia nyumbani, akaenda kujificha msikitini. Huyu ameoa kwenye familia moja nzito, familia ya mitume, ni mtoto wa mtume, lakini muangalie Ali bin Abi Talib kajiweka kwenye mihirabu msikitini. Inna kaidahunna adhim. Usifikirie kutoa talaka, utaoa utaacha mpaka jamii itakuchoka. Kila mwezi unachukua cheti kipya cha ndoa. Sabran fa inna maw'idakumul janna. Hawa ni maswahaba wa mtume ambao walioa kwenye watoto waliokuwa na malezi bora. Mimi na wewe, wake tuliopata kwenye mabasi tunasafiri, ukaanza approach ukakubaliwa, lazima masikio hayatoe. Umeoa mke kwa sababu ulikuta picha yake kwenye Facebook, ukaomba urafiki, ukakubaliwa, ukafunga ndoa, lazima na wewe cha moto ukione. Usifikirie kuacha. Hawa wanawake wote wamesifiwa, vitimbi vyao ni vikubwa. Kama kwamba haitoshi, njoo tumalizie sasa kwenye kisa chengine. Hata viongozi wakubwa wa dola ya Kiislamu na wao kitintiri walikipata. Tega sikio lako kusikiliza mmoja miongoni mwa wanandoa aliyepata changamoto na mke wake, akakimbilia kwenda kwa kiongozi kumshtakia. Anakwenda, kiongozi amebananishwa na ukuta tayari, na yeye cha moto anakiona. Aqul ma tasma'un ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala wa ba'd. Ahibaa fillah, kwa mara ya pili tunahusiana kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika wacha Mungu ndiyo walio na mafanikio duniani na akhera. Tunakwenda kuifunga hutuba ya pili kwa kisa cha mmoja miongoni mwa wanandoa aliyeona changamoto nyumbani kwake. Ngoma ikawa imembana, nyumbani hakukaliki, sokoni hakukaliki, hakuna mpira wa Manchester wala Liverpool ili angalau akapate relief. Muda mwingine unapokuta wanandoa wanaulizia mechi za usiku saa 4, usifikirie kwamba hawana akili timamu, bali nyumbani kumewaka moto. Kwa hiyo muda mwingine mipira inasaidia kuendeleza ndoa ziweze kutotunguliwa talaka zake.
Huyu sahaba alitoka kaenda nyumbani kwake, mambo yamebananika. Kipindi cha khalifa wa pili Amiri al-Mu'minin Umar bin al-Khattab. Umar akiwa yuko nyumbani na mama Kiruasha, kama ni sehemu ya kutekeleza majukumu yake, si tu akiwa amiri jeshi mkuu, bali akiwa ni baba bora wa familia. Wanandoa, kuna wakati sio siku zote unashinda kazini kama ofisi yako. Kuna muda unatakiwa ubakie nyumbani kwa ajili ya mama Kiruasha. Umar yuko nyumbani, ana majukumu ya dola ya Kiislamu, lakini akaamua muda huu ni wa baba na mama Kiruasha. Na hata wanafunzi waangalie, weekend anakupigia mtu simu, unakuja chuoni saa ngapi? Muda mwingine tunabembeleza ndoa za mama Kiruasha. Kijana huyo amekwenda kwa Umar bin al-Khattab, maji yamemfika hapa, anataka kutoa talaka. Anajiuliza, nitampata wapi mke kama huyu? Unaweza ukaruka vumbi la mkaa ukakanyaga moto sasa wa mkaa wenyewe. Akasema, ngoja niende kwa Amiri al-Mu'minin Umar bin al-Khattab ili nikamshtakie kwa nafasi yake, huyu ndiye kiongozi wetu, atanisaidia. Amefika kama nidhamu ya Uislamu inavyotaka, akagonga mlango, akagonga hodi. Umar bin al-Khattab yuko ndani. Yule kijana amekaa kwenye mlango, anasubiria Umar bin al-Khattab aje atoe dukuduku lake la mama Kiruasha. Akasikia namna Umar na yeye cha moto anapokipata. Amekaa pale, anapeleka matatizo yake, anempelekea matatizo ni mara 3 ya matatizo yake. Akasema, lo, mimi nimetoka nyumbani na kuja kumshtakia Amiri al-Mu'minin na changamoto za ndoa zangu, vitimbi mama Kiruasha anavyolifanyia, lakini yeye kumbe vitimbi vyake ni vikubwa kuliko vya kwangu. Sina haja ya kumpa tena changamoto zangu, bora nirudi apambane na hali yake. Kijana anaondoka, anarudi zake nyumbani. Ghafla anakuta mlango umeshafunguliwa. Wewe kijana, njoo. Anageuka, anamwona Umar bin al-Khattab, kijasho kinamtoka. Ndoa si mchezo. Ndio maana Mtume anasema, man tazawaja, yoyote aliyeoa, faqad istakmala nisfa dinihi, amekamilisha nusu ya dini. Wale ambao wenyewe ni mabachela, hawana vyeti, lazima waheshimu wanandoa. Falyattaqillaha fi nisfi albaqi, awaogope Mungu kwa nafasi iliyobakia. Nusu iliyobakia umuogope Mungu. Ni nusu ipi? Mojawapo ni hivi vitimbi ambavyo utavikuta kwa mama Kiruasha. Leo kuna mtu ameoa Ijumaa ya juzi, watu waliokwenda kwenye sherehe hawajarudi, biharusi karejeshwa. Hakuna malaika, hakuna malaika hata uowe nani. Changamoto ziko pale. Mungu anasema, inna kaidahunna adhim. Akiwa wazama hizo, akiwa huyo unemsubiria wewe, my sweet honey, my baby, my chocolate, cha moto utakiona. Hakuna cha chocolate wala ice cream. Ikhwata al-iman, kijana anaitwa na Umar bin al-Khattab amekwenda kupeleka malalamiko yake ya ndoa. Anamwambia, vipi mabika ya akhi al-aziz, shida ni nini ndugu yangu? Anamwambia, Amir al-Mu'minin, nimetoka nyumbani, nimekuja kwako kwa ajili ya kuleta changamoto za mama Kiruasha. Ngoma imenifika hapa, kila nikijitahidi na bembeleza, kwa lugha ya leo, chipsi kuku zote zimetafunwa, suluhu bado haijapatikana, moto unawaka nyumbani. Nikasema nije nipate angalau tiba mbadala kwako. Nimefika Amir al-Mu'minin, niliyoyasikia mwenyewe yananitosha, nikaamua niondoke, sihitaji kujieleza tena. Nini Umar alisema. Na hapa ndio maana unaangalia baadhi ya wakati unaikuta ndoa ni changa, talaka imetolewa. Kwa nini? Simu ilipigwa, mke kwa sababu ya vitimbi vyake anakimbilia kwenda kupokea simu kumjua ni nani, na mume anatoka chooni, wanakimbilia, wanaangushana, mume anavunjika mkono, talaka imeisha. Umemchukulia mke smartphone, anakaa anaendelea kuchati, unapiga mikelele. Kwa nini usimtafutie kiswaswali halafu mambo yakaisha? Sio swala la kucheka. Ahbaba Rasulillah, ulizeni mahakama ambazo zinashughulikia migogoro ya ndoa, kila siku mafaili yanaongezeka, mashauri yanakwenda, hajulikani msomi wala mtu wa mitaani, ni mwendo wa talaka kwenda mbele. Umar
anatoa tiba mbadala ya changamoto za ndoa zetu. Anamwambia, ya akhi, mimi hivi unavyoniona nikiwa natembea huko nje, watu wote wanajificha, wanajua ni namna gani sihitaji masihara, lakini nikiingia nyumbani ni kama Pilton kwa udogo. Nafanyiwa vitimbi vikubwa, lakini naangalia mazuri mama Kiruwasha anayonifanyia, naendelea kuyavumilia. Maudhi na vitimbi vya mke wangu kwenye ndoa ni vya muda mfupi kuliko mazuri ambayo nayaona. Huyu mke wangu mimi ananiandalia chakula, mke wangu huyu mimi anawahudumia watoto. Kwa hiyo ninapoangalia mazuri yake, hii changamoto, kwa nini umechelewa kazini, umepita kwa mahara yako, anamwambia asante, naomba nisamehe mke wangu Aziz. Unakubali udogo, umebeba mkataba mzito, mkataba ulikuwa na shangwe na vigelegele. Watu wanajua tuna baba mkwe yuko chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro, lakini akitoka darasani nyumbani hawezi kuelekea, namna kunavyowaka moto. Anamwambia naangalia mazuri yake ndiyo yananifariji kwamba hakuna haja ya talaka. Leo unakwenda kijiweni kwa bodaboda, unaambia bana, vipi shemegi yenu anazingua? Anakwambia tunachukua sera ya watu wa misitu, kata mti panda mti, utaoa utaacha, hawa inna kaidahunna adhim. Nini kiliendelea? Ikhwatal iman, usiache kufuatilia hutuba zetu za Mungu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.